Hakuna jambo linaloshindikana chini ya jua. Leo mnajiona mmeanza kwa udogo, kuna siku mtakuwa wakubwa na tutawaimba kwa makofi na vigeregere, na Mungu akaisimamie ndoto hii ikatimie. Amen. Mimi kwangu sina hela ya kuwapa, na maneno na sera na sheria na mipango. Nataka niwahakikishie naendelea na zoezi la kufuta leseni ambazo hazifanyi kazi. Kuna leseni nyingi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika mkoa wako wa Geita ziko leseni nyingi ambazo tunaendelea kuzifuta. Tutafuta leseni kwa watu ambao hawafanyi kazi, tutawapa watu wa aina yenu ninyi, mkachimbe, mje mzalishe, mlete haya ambayo tunayaona hapa. Kuna watu huko wamekalia maeneo, wana miaka 10 hawajai kuingiza hata koleo. Hachimbi, anakuwa kama joka la mdimu. Hachimbi, ukisogea hapa kwangu, nataka niondoe hiyo hapa kwangu. Hiyo hapa kwangu nataka niondoe iwe hapa kwetu. Haiwezekani mkao mnashikilia maeneo mnayofanyia kazi. Alafu kuna watu ukiwapa eneo dogo tu wanaleta athari chanya kubwa kama hii. Ndugu zangu, Medi na Tampela, kama vijana na wewe Batunduli mwenyekiti wa vijana, nataka niwahakikishie kwamba kati ya kazi kubwa ambayo nitaifanya ni kuwasaidia kupata maeneo zaidi. Mchimbe, muongeze tija. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kujenga mazingira mazuri ya uwekezaji. Ukiangalia mabadiliko haya tunayoyasema ya kutoka kwenye teknolojia ya zamani ya matumizi ya mercury kwenye uchenjuaji wa dhahabu na kwenda kwenye vat leaching mpaka kwenda kwenye CIP ni mapinduzi makubwa. Mitambo hii tuliyoiona leo tulikuwa tumezoea kuiona kwa watu wenye ngozi nyeupe, aidha wazungu au wahindi au Waarabu au Wachina. Leo unaiona kwa vijana wadogo wana Geita wakiongozwa na mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa mkoa huu. Kwa hiyo napongeza sana kwa uamuzi wao. Mradi huu kama walivyoeleza bilioni zaidi ya 4.8 utakapokamilika unakwenda kuwa na manufaa makubwa sana, si tu kwa wao lakini hata kwa wachimbaji wadogo. Wanaondoka kwenye kuchenjua na kukamata dhahabu kwa 60% na 70%, wanakwenda mpaka kufikia 90% mpaka 95% ya uchenjuaji wa dhahabu kutoka kwenye mawe, na hivyo itawasaidia wao lakini pia itawasaidia wananchi wetu. Mradi ambao tumeuita kama ni mradi wa kimkakati kwa sababu ni mradi ambao unatoa huduma kama 4 hivi au 5. Kwanza kabisa mradi huu utakuwa na Illusion mashine, ziko mashine 8. Tuna mashine kama 4 za kuweza kuchenjua capacity ya tani 1 kwa siku, na tuna mashine zingine 4 zenye uwezo wa kuchenjua tani 1.5 kwa siku. Kwa hiyo upande wa Illusion tuna uwezo wa kuchenjua tani 10 za carbon kwa siku. Lakini namba 2, sambamba na mradi wa Illusion pia tutakuwa na maabara ya kisasa kabisa, maabara ambayo itafanya kazi ya kuchakata sampuli zaidi ya 600 kwa siku moja. Hiyo nayo huduma itapatikana katika eneo hili. Sambamba na hilo tutakuwa na huduma ya kemikali za uchimbaji, uchenjuaji na uchakataji zitapatikana katika eneo hili. Ukiachilia mbali vitu hivyo, kuna huduma ya vat leaching. Vat leaching zenyewe zipo 3 zenye uwezo tofauti. Vat leaching namba 1 ina uwezo wa kuchenjua tani 300 kwa wakati mmoja, na vat leaching namba 2 ina uwezo wa kuchenjua tani 250 kwa wakati mmoja, na vat leaching namba 3 ina uwezo wa kuchenjua tani 200 kwa wakati mmoja. Kiachilia mbali swala la vat leaching, pia tuna ujenzi wa CIP ambayo inajumuisha swala la crushing, milling. Itakuwa na tenki 8, lakini pia itakuwa na uwezo wa kusaga tani 200 kwa siku. Tunazo bomili 2 zenye uwezo wa tani 100 kila bomili.
Sambamba na hilo, kwa sababu ni kituo cha uwekezaji cha kimkakati, tumeenda mbali zaidi na tukaona ni vema kuwepo na huduma kwanza ya usalama. Tunaendelea na ujenzi wa kituo cha polisi pia. Kituo cha polisi kiko sambamba na zoezi la ujenzi wa soko dogo la madini na ofisi ya madini hapo hapo. Lakini sanjari na hayo pia hatufanyi kazi hii tu peke yake, tunafanya kazi pia ya uchimbaji. Kwa hiyo kule tunakofanya kazi ya uzalishaji tuna wafanyakazi wasiopungua kama 40. Na kuna muda wanafika mpaka 60. Pia nao wanafanikiwa au wanafaidika kutokana na uwekezaji huu wa wazawa, ikiwemo na mimi pia. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba tunafaidika, hakuna kero aina yoyote, na tunafanya kazi vizuri tangu tulivyoanza mpaka leo. Hii hatua tuliyofikia ni kubwa sana, hakuna anaweza kulaumu wala kusikitika kwa mafanikio hayo. Tunashukuru sana sisi kwa ajili ya mradi huu uliotupata kijijini kwetu hapa, maana tumepata fursa nyingi, wananchi wanapata fursa pia. Tunashukuru maana kwa sababu huu mradi umetuletea maendeleo, na tunashukuru mno maana miradi mingi wametufanyia, na pia tunatarajia mambo mengi ambayo ni zaidi na zaidi ambayo yatafanyika kwa ajili ya mradi kama huu. Sasa ni mradi ambao umetuletea manufaa kwetu sisi. Alafu pia najua kwamba kupitia mradi huu hapa tutapata ajira mbalimbali. Kwa mfano kama sasa hivi kuna watu wamepata ajira hapa, wanafanya kazi na wanaendeleza maisha yao ya hapa na pale. Kwa hiyo kupitia mradi huu hapa tunaomba hata serikali iendelee kujali na kutunza mradi huu hapa ili usije ukafa hapo mbeleni. Kupitia mradi huu tumenufaika sisi wa mama ntilie, baada ya kupatikana hapa wafanyakazi, na sisi tunanufaika kuuza vyakula jioni na asubuhi na mchana, na pia tumenufaika na maji. Pia tunamuomba mwekezaji aendelee kuwa na moyo wa hivi. Pia na Mama Samia tunaomba atuangalie sisi wakina mama wa mama lishe, atujali kupitia mikopo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.